Inawezekana unapata shida ya nywele zako kukatika, kudumaa na kuwashwa kichwa mara kwa mara, na umetumia mafuta mengi bila kupata suluhisho la kudumu. Leo nitakuonyesha mafuta 5 asilia ya nywele ambayo yakitumika kwa usahihi yanaweza kusaidia kuboresha afya ya ngozi ya kichwa na kupunguza kukatika kwa nywele. Na mwisho kabisa, nitakueleza jinsi ya kuyachanganya kwa usahihi ili upate matokeo bora kwa muda mfupi. Twende pamoja mpaka mwisho. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, au kama unahitaji mafuta bora ya nywele zako yaliyochanganywa kwa usahihi, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748 294 113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Tatizo kubwa ambalo watu wengi hawalijui ni hili. Nywele kwa asili hukua kwa kasi ya kawaida ya kibiolojia, lakini hukatika kabla hazijafikia urefu wake kamili. Unapopaka mafuta mazito bila mchanganyiko sahihi, unaweza kuziba vinyweleo, kusababisha muwasho au mrundikano unaodhoofisha mizizi. Hapo ndipo mtu huanza kuona kama yuko kwenye hatari ya kupoteza nywele au kupata nywele dhaifu zisizo na uhai. Ukielewa kanuni sahihi za kuchanganya mafuta, unaweza kuokoa nywele zako mapema kabla hazijaharibika zaidi. Namba 1 ni mafuta ya nazi. Kama mafuta ya mbono yangekuwa na rafiki wa karibu, basi angekuwa mafuta ya nazi. Mafuta ya nazi ni mepesi, husambaa kwa urahisi na husaidia mafuta ya mbono kupenya kwenye nywele kwa usawa zaidi. Yaone kama mafuta yanayofanya kila kitu kifanye kazi vizuri zaidi. Kile kinachoyafanya mafuta ya nazi kuwa maalumu ni uwezo wake wa kupenya ndani ya shina la nywele badala ya kukaa juu tu. Hii humaanisha upotevu mdogo wa protein, nywele imara zaidi na kupungua kwa kukatika kwa nywele ambako mara nyingi huchanganywa na ukuaji wa polepole. Ukweli ni kwamba nywele hukua kwa kasi ile ile ya kibiolojia. Kinachobadilika ni kiasi cha nywele kinachoweza kudumu bila kukatika. Changanya sehemu 1 ya mafuta ya mbono na sehemu 2 za mafuta ya nazi, na mara moja utapata mchanganyiko laini unaosambaa vizuri na kuoshwa kwa urahisi. Ni mzuri hasa kama nywele zako ni kavu, ngumu au zimeharibiwa na matumizi ya joto. Namba 2 ni mafuta ya lozi. Mafuta ya lozi hayapati sifa yanazostahili, lakini wataalamu wa urembo huyapenda sana. Ni mepesi, yana vitamini E kwa wingi na ni laini sana kwa ngozi ya kichwa. Katika mila za jadi za urembo katika tamaduni mbalimbali, mafuta ya lozi yametumika kwa karne nyingi kulisha nywele na kuboresha muonekano wake. Yanapochanganywa na mafuta ya mbono, hupunguza uzito wa unene wake na kuufanya mchanganyiko uwe tiba laini badala ya barakoa nzito. Sababu ya kufanya kazi: husaidia kupunguza kukatika, huongeza ulaini na mng'aro na hufanya nywele ziwe rahisi kutengeneza. Kama nywele zako huchanganyikana kwa urahisi au zinaonekana zimepoteza mng'aro, mchanganyiko huu hufanya maajabu. Kwa kweli, ni mojawapo ya mchanganyiko rahisi kwa wanaoanza. Namba 3 ni mafuta ya rosemary. Hapa ndipo mambo yanapovutia zaidi. Tofauti na mafuta ya mbono, mafuta ya rosemary yana utafiti unaounga mkono nafasi yake katika kuboresha mazingira ya ukuaji wa nywele. Tafiti za kitabibu zimeonyesha kuwa mchanganyiko wenye rosemary unaweza kuboresha msongamano wa nywele, unene na kupunguza kupotea kwa nywele kadiri muda unavyopita. Hata hivyo, mafuta ya rosemary yana nguvu sana, hivyo hayatumiki peke yake. Badala yake, ongeza matone machache ya mafuta muhimu ya rosemary katika mchanganyiko wa mafuta ya mbono. Mafuta ya mbono hutoa unyevunyevu na ulinzi, huku rosemary ikichochea mzunguko wa damu kuzunguka vinyweleo vya nywele. Pamoja huunda tiba iliyosawazika. Wahariri wa masuala ya urembo mara nyingi huita mchanganyiko huu kitu kilicho karibu zaidi na tiba asilia ya ngozi ya kichwa. Kumbuka, matone machache yanatosha. Zaidi haimaanishi bora zaidi. Namba 4 ni mafuta ya jojoba.
Mafuta ya jojoba kimsingi si mafuta halisi, bali ni nta ya kimiminika inayofanana sana na sebum ya asili inayozalishwa na ngozi ya kichwa. Hii ina maana ngozi ya kichwa huutambua mara moja. Yanapochanganywa na mafuta ya mbono, jojoba husaidia kuzuia mrundikano na kuweka usawaziko wa ngozi ya kichwa, isiwe na mafuta kupita kiasi wala kuwa kavu sana. Hili ni muhimu zaidi kuliko watu wengi wanavyodhani. Ukuaji mzuri huanzia kwenye ngozi ya kichwa. Kama vinywele vimeziba au vina mwasho, nywele zitapata shida bila kujali bidhaa ngapi unatumia. Mafuta ya jojoba husaidia kutuliza mwasho, kudhibiti mafuta kupita kiasi na kuboresha faraja ya ngozi ya kichwa kwa ujumla. Kama una mizizi yenye mafuta lakini ncha kavu, mchanganyiko huu ni bora kwako. Namba 5 ni mafuta ya argan. Mafuta ya argan mara nyingi huitwa dhahabu ya kimiminika, na ukishayatumia utaelewa kwa nini. Yamejaa vioksidishaji na asidi ya mafuta zinazolainisha gamba la nje la nywele na kufanya nyuzi zionekane zenye mng'aro na afya karibu mara moja. Mafuta ya mbono hutoa unyevunyevu wa kina na mafuta ya argan huleta ulaini na uhai. Pamoja huunda muonekano wa gharama kubwa wa saluni bila kwenda saluni. Mchanganyiko huu unafaa kwa nywele zenye kusimama, nywele zilizopakwa rangi au zilizotibiwa kwa kemikali, na watu wasiopenda upakaji mafuta mazito unaosababisha hali ya kunata. Nywele huhisi zimelishwa lakini bado nyepesi. Na ndiyo, harufu yake ni nzuri zaidi kuliko mafuta ya mbono peke yake. Jinsi ya kuchanganya mafuta ya mbono kwa njia sahihi. Kosa kubwa ambalo watu wengi hufanya ni kutumia mafuta ya mbono kwa kiasi kikubwa mno. Kwa kuwa ni mazito, wataalamu hupendekeza yawe sehemu ndogo ya mchanganyiko. Uwiano rahisi ni huu: kijiko kimoja cha mafuta ya mbono, vijiko viwili vya mafuta mengine mbebaji kama nazi, lozi, jojoba au argan, hiari, matone 3 hadi 5 ya mafuta ya rosemary. Pasha mchanganyiko kidogo kwa kuusugua kati ya viganja kabla ya kupaka. Mafuta ya uvuguvugu husambaa vizuri zaidi na hutoa hisia ya utulivu wakati wa masaji. Jinsi ya kupaka kwa matokeo bora. Kupaka mafuta si suala la kufunika tu nywele. Uchawi halisi hutokea wakati wa kusugua ngozi ya kichwa. Tumia ncha za vidole, si kucha. Nafanya masaji kwa upole kwa dakika 5. Hii husaidia mzunguko wa damu na kuruhusu mafuta kusambaa kwa usawa. Acha mafuta kwa angalau dakika 30. Unaweza kuyaacha usiku kucha kama ngozi yako inavumilia vizuri. Kisha osha kwa shampoo laini. Huenda ukahitaji kuosha mara 2 ili kuondoa mafuta mazito. Mara 2 au 3 kwa wiki inatosha. Zaidi ya hapo, kunaweza kusababisha mrundikano badala ya manufaa. Kweli mdogo kuhusu ukuaji wa nywele. Hakuna mafuta yanayoweza kufanya nywele zikue kwa kasi ya ajabu ghafla. Wataalamu wanasema wazi kuwa mafuta ya mbono hayaharakishi kasi ya ukuaji kwa ushahidi wa kisayansi. Kile yanachofanya ni kuboresha unyevunyevu, kupunguza kukatika na kulinda nyuzi za nywele, jambo linalofanya nywele zionekane ndefu na zenye ujazo kadiri muda unavyopita. Na kwa uaminifu, hilo ni ushindi mkubwa. Watu wengi hawapotezi urefu kwa sababu ya ukuaji wa polepole, bali kwa sababu ya uharibifu. Ngozi ya kichwa yenye afya pamoja na nywele imara ni sawa na ukuaji unaoonekana. Uzuri wa kuchanganya mafuta. Kuna kitu cha kutuliza katika kupaka mafuta nywele. Hukufanya upunguze mwendo na kujitunza kwa dakika chache za utulivu. Labda ndiyo sababu mila hizi hudumu licha ya mitindo mipya na bidhaa ghali zinazozinduliwa kila mara. Mafuta ya mbono hufanya kazi vizuri zaidi, si kama tiba ya muujiza, bali kama msingi unaosaidia. Yanapounganishwa na mafuta sahihi, huwa sehemu ya utaratibu unaoimarisha nywele polepole kwa asili na kwa njia endelevu. Hivyo wakati mwingine, utakapochukua chupa yako nzito ya mafuta ya mbono, usiyatumie peke yake. Yachanganye, yasugue. Endelea kuwa na uthabiti. Nywele zako hazitabadilika mara moja, lakini ukiendelea kwa wiki chache, utaona kilicho muhimu zaidi. Nywele imara zaidi, ngozi ya kichwa tulivu na nywele zinazohisi kuwa na afya zaidi. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina
Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.